Na nzuri tunakutana na mzee George, tumekuja kumtembelea ofisini kwake. Ana mengi ya kueleza ambayo yamejitokeza kipindi hichi. Mzee George, shikamoo. Marhaba mdogo wangu, habari ya kazi, habari ya majukumu? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda. Umeyasikia ambayo yalikuwa yanatokea mitandaoni sasa hivi baada kuhusu Rais Karia kuongea tofauti na wengine ambao walivyotarajia? Hata mimi nimemsikia, lakini kwanza nilivyomsikia kauli zake, kwanza nilichanganyikiwa. Nikahisi kuna nini au kuna kitu gani? Kwa sababu mimi katika watu ambao na wa respect kwenye mpira wetu, mmoja ni Rais Wallace Karia. Kwa sababu Karia ana sifa zake katika kipindi chake cha uongozi. Amefanya mambo makubwa sana katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini nilivyomsikia siku ile yeye kama rais mlezi anaongea ile maneno, kwa kweli nilijiuliza huyu mheshimiwa amepatwa na nini. Lakini nilikwenda deep zaidi kutaka kujua kwa nini. Kwa sababu Rais Karia yeye ndio mlezi wa lile shirikisho na ndio mkuu wa lile shirikisho. Yeye ndio analiongoza. Hata hiyo bodi ya ligi iko chini yake. Na wakati haya mazagazaga yanatokea, Rais Karia hakuwepo. Nafikiri alikuwa kwenye vikao vya Sekafa, nje kwenye chaguzi na kadhalika. Na mimi naamini huko aliko atakuwa amesikia kupitia mitandao yetu, kwa sababu sasa hivi media imepanuka. Azam iko Kenya, iko Zimbabwe, iko wapi. Kwa hiyo niliamini kabisa lazima atakuwa alisikia nini kinachoendelea. Lakini kwa sababu alikuwa nje ya ofisi, asingeweza kusema chochote wakati uko kwenye vikao vya Sekafa. Sasa najua alivyorudi, mimi nilitarajia, kwa sababu Karia amerudi siku hiyo siku ya pili, na akahudhuria sijui shughuli gani mpaka wakapata nafasi. Mimi nafikiri alikuwa hajapumzika kabisa. Lakini nilitarajia yeye angerudi, labda kwanza, kitu cha kwanza kwa ushauri wangu, Karia alipashwa akutane na bodi yake ya ligi. Akae nao aulize, jamani kulikoni? Kuna changamoto gani zilizotokea? Yaani mimi naamini kwa kiongozi kama yeye, kwa nafasi yake, labda angeisikiza bodi. Wakati bodi hiyo ilishawaambia Watanzania kwamba tunafanya uchunguzi na tutakuja kutoa majibu kuhusu barua ya Yanga na jinsi mpaka mpira ule kuahirishwa. Sasa mimi nilitarajia yeye kama ndio mlezi Karia, nilitarajia labda angepata kukaa na bodi, wangemwambia, au kama wamekaa naye wamemwambia, lakini bodi ndio ingetoa majibu. Lakini yeye kupitia media akaongea kama yale aloongea. Kwa kifupi imesikitisha, kwa sababu sisi wengine wote tunajua zikitokea changamoto kwenye bodi ndio tunakimbilia kwake. Sasa kwa kuongea vile, manake Yanga wakimbilie wapi? Wakimbilie kasi, ndo solution ya mpira wetu. Ndo solution. Wakati vitu hivi Karia angeweza kuwa na opportunity nzuri ya kuambia ameisikiliza bodi, alafu angekuwa na nafasi kama rais wa mpira nchini, angeweza kuonana na kamati ya utendaji ya Yanga pamoja na viongozi wa Yanga. Kwa nini? Angefanya kitu kwenye sheria tunasema mediation nje ya bodi. Angekutana na Yanga, angewasikiliza, mbona mmetoa mnataka pointi 3? Mbona nasikia mnataka bodi jiuzuru? Mbona nasikia siyo mlipo siyo fidia shilingi milioni 52? Hivyo vitu vingeweza kuzungumzika pamoja na uongozi wa Yanga. Mimi naamini uongozi wa Yanga kuna watu makini, watu waelewa, na sio kwamba Yanga wanaomba zile labda wana shida ya hela, lakini wanaangalia zile gharama walizoingia mechi ile kuahirishwa. Kwa hiyo tungepata jibu. Na ningelikuwa mimi Karia, wala nisingetumia media kuwajibu Yanga kwa staili ile. Si ajabu angetumia tu. Unajua hizi media sio lazima uongee nazo. Watu wengine wanaweza kukuuliza usijibu kitu kuepusha shari. Sasa alichoongea ndio kimeleta mjadala mkubwa
umekuta kila wadau wa mpira wanazungumza, wengine wanasema yuko sahihi, wengine wanasema hayuko sahihi, majority watu wanasema hayuko sahihi kwa sababu yana vyombo amevikabidhi vya kusimamia mpira kama hiyo bodi vilikuwa na majibu nini na nini, lakini akaenda mbali. Sasa watu sasa hivi wamefikia hatua, wengine kama bodi au ye mwenyewe Karia na taasisi yake kama inataka kuficha hichi kinachoendelea sasa hivi. Unajua kwa nini? Nimeona jana kwenye mitandao wanarusha clip ya mafanikio ya mpira wetu katika kipindi cha uongozi wake. Sasa hili ni kutaka kufunika kinachoendelea. Yale mafanikio yaliyopatikana kupitia uongozi wake sio kwamba yamefanywa na TFF wenyewe, wameenda kwenye mashindano, wameenda kwenye AFCON, wameenda kwenye nini. Yale mafanikio yametokana na nguvu za vilabu kusajili wachezaji wazuri. Wachezaji hao ndio wameifikisha timu yetu ya taifa kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo na timu hizi vilabu vyote nchini, zaidi ya vilabu 16 na vingine, ndivyo vinavyotoa wachezaji wanaoenda timu ya taifa. Ndio leo unasikia TFF inapata sifa chini ya uongozi wa Karia, ni kwa sababu kupitia hivyo vilabu. Sasa sioni kuwe na ugomvi au mvutano kati ya vyombo hivyo na Karia, kwa sababu vilabu ndivyo vinavyosajili wachezaji, vilabu ndio vinaingia kwa train wachezaji, vilabu vinafanya kazi kubwa kuajiri makocha, wataalamu wa mpira, wanafundisha wachezaji wetu kama unavyoona kina Feitoto hawa, kesho ndio wanakuja kuwa wachezaji wa timu ya taifa ambao tunajivunia ni kutokea vilabu. Sasa kama kuna mawasiliano kati ya vilabu na TFF au klabu moja na TFF, unafikiri mpira wetu utakwenda wapi? Utakwenda wapi? Maana hautakwenda. Sasa itafikia kipindi, inaweza katokea kipindi watachagua wachezaji wa timu ya taifa kwenye kilabu fulani, alafu watasema hivi, sisi hatuendi kucheza, tumechaguliwa na shirikisho. Sasa anatakiwa ni wadau wa kusaidiana, na kwamba mpira ni vilabu. TFF ipo kwa sababu ya vilabu, bila vilabu wasingekuwepo. Sasa watu wanatumia zile takwimu za maendeleo na mafanikio kupitia uongozi wa Karia kwamba wanataka kulifunika hili linaloendelea. Hili linaendelea, linaisha kwenye meza ya majadiliano. Japokuwa Yanga wameweka msimamo, lakini wangefuata busara bila kuongea kwenye vyombo vya media. Karia alichokifanya visingefika huko. Ameleta kauli ya kichochezi bwana. Ameleta kauli ya kichochezi kiasi ambacho kila mwananchi, na kuna wengine sio Yanga lakini wamechukizwa na kauli ile. Alafu ukikumbuka juzi tu waziri katibu mkuu wa michezo Msigwa alisema hili jambo, swala hili serikali hawezi kuliingilia, japokuwa wanalisikia. Wanaamini bodi TFF watalishughulikia, litaisha kwa amani na dabi itakuwepo. Wanasema kama wamelalia upande mmoja hivi ndio changamoto watu wanacholalamika kwa sasa hivi. Sasa wakati sasa hivi unakuta hata kuna zile clip wanazoonyesha Karia, wanaonyesha watu mbalimbali wakitoa maelezo yake. Yaani kinachotuponza sisi ni ushabiki. Unaweza ukawa kiongozi lakini unakuwa na hakuna Mtanzania asikose upande wowote. Hata mimi hapa naweza nikawa kwenye nafasi ya mpira kuongoza, lakini mimi ni Yanga, nina interest zangu, lakini ninapokabidhiwa dhamana ile, sasa ule Yanga wangu naweka pembeni. Na ndio maana mimi kwenye mahojiano yangu yote ni katika watu ambao niliwasifu. Mimi Karia nimemsifu sana, na niliunga mkono hata vile vilabu vya Simba na Yanga vilivyotoa mapendekezo kwamba huyu bwana aendelee. Nilimpongeza sana na nikasema kweli katika watu ambao wameuheshimisha mpira wa nchi hiyo, Karia amefika mahali pazuri sana. Mwaka huu unataka kumshinda kwa sababu analalia upande mmoja, mapenzi yanampeleka pabaya. Sasa zile kauli, unajua shida ya Karia, kuna kauli zingine anazozitoa tata. Kama yalitoa ya mwisho, ilikuwa na sababu gani? Kama kiongozi mkubwa kwenye taasisi hiyo, alikuwa na shida gani ya kuongea? Anasema nishawatetea. Ni wajibu wake kuwatetea. Yaani ni wajibu wake. Hata yule Lage alikaa pale kama kiongozi wa Francis TFF. Lage aliwatetea Yanga kwenye mambo mengi tu. Tenga alikaa pale. Tunajua wengi kina Tenga wale Yanga nani. Tenga aliwatetea Simba. Ukikaa pale lazima hivyo vilabu viwili lazima uwatetee. Na ndio maana unakuta kuna marais wamepita nchi hii wana upenzi wa hizi klabu
lakini unakuta waliwatetea. Ndio maana siku moja mimi nilitoa mfano Simba pale, mzee Karume, mzee Mungu amweke mahali pema, alikuwa Yanga piwa na mwanzilishi wa Yanga, lakini aliwasaidia Simba kujenga jengo lile la Msimbazi. Ukiwa kiongozi, hizo ni wao wote, ni wa kwako. Sasa mimi sitaki kusema labda Karia ana mapenzi na Yanga. Mimi nataka kusema wakati wengine nahisi labda anapitiwa. Hakuwa na sababu ya kuongea maneno. Yale maneno kusema kweli yameumiza. Wadau wa mpira wameumiza. Hatukutarajia. Angeacha vyombo vinavyohusika, bodi vitoe majibu. Haya, juzi nilisikia kuna majibu yametoka. Juzi tena nasikia, jana si nasikia Boimanda anasema hivi majibu haya hayajatoka. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Hivyo kuna nini? Kuna nini? Wanakuambia sababu za kiusalama ndizo sitisha mchezo wa dabi. Kisalama vipi? Mbona taarifa wana polisi hawana? Kwa sababu kama mchezo wa dabi zilikuwa tatizo za kiusalama, polisi wangehusika, wangetoa tatizo. Mulilo kila siku anahimiza, nendeni uwanjani, kuna amani, kila mtu msije na silaha, tukifika pale tunasachiwa. Ukiingia mpirani pale tunasachiwa. Kama una silaha, una kisu, unaambiwa hapa hichi yangi. Hata ukiwa na maji, unanyang'anywa pale. Hata ukiwa na pombe, unanyang'anywa pale. Ukiwa na chupa, unanyang'anywa. Wangetoa taarifa. Nani? Wametaja sababu sijui kuna miundombinu ya rushwa iliyotokea. Mbona nani TAKUKURU hawapo? Hawajui. Sasa mimi nasema mpira wetu bado mzuri na uko kwenye viwango vikubwa. Lakini tukifanya masiara kwa kupitia viongozi kama hawa tuliowapa dhamana na tunawaamini mpaka leo, mimi namwamini Karia na uongozi mzima wa shirikisho. Kama hawataamua kubadilika, mpira wetu tutapoteza. Kwa wanapaswa kuomba radhi kwa hii changamoto ambayo imejitokeza. Mimi sitaki niseme kuomba radhi, wanaweza kaomba radhi, lakini sitaki ni mnukuu Manara kama alivyosema. Yeye kama Karia mtu mzima anaweza katafuta njia nyingine ya kusema. Atasema maneno gani anajua mwenyewe. Lakini labda akanushe kwamba labda tumemuelewa vibaya. Lakini ana nafasi nzuri kuambia wanayanga au kuambia Watanzania kwamba jamani, nilichoongea sikumaanisha hivi au vipi, ninamaanisha hivi na hivi, na maamuzi ya bodi bado hayajatolewa. Basi mimi nasema ili jama nakiri nimekosea au nini. Ni vitu vya kawaida. Binadamu wanakosea wakubwa wa nchi, wanaomba radhi wananchi, vitu vya kawaida. Kwa nini yeye ashindwe? Au wataonekana amedhalilika au Yanga amedhalilika? Yanga kwenye madai yao wameomba vitu vitatu. Na hivyo vina majibu. Mimi naamini shirikisho linaweza kana majibu. Yanga wameomba pointi 3. Mnaweza mkasema kweli pointi 3 hasiwezi kukupa, sababu ni hizi. Yanga wameomba kwamba walipe fidia. Kwenye fidia tutawapa kama walivyosema, tutaangalia au tutawapa. Sababu ni hizi, tutawapa. Yanga sio wameomba mechi hawatacheza. Busara zingetumika. Wewe unatarajia kweli Yanga walivyosema mpira dabi hawatacheza? Kama kuna mazungumzo ya busara, kwa nini wasicheze? Lakini wanachokifanya na msimamo walioweka Yanga wa kusema wataenda kasi, Yanga wanachosubiri nafikiri labda wanasubiri majibu ya bodi. Sasa angalia bodi gani inakaa ndani ya masaa 72 mpaka leo haijatoa majibu. Leo hamna hata mwelekeo. Bodi hiyo ndio ilikaa kabla hata tukio la mechi kuahirisha, ikatoa majibu ndani ya siku ile baada ya masaa 4 imetoa majibu. Sasa hivi swala la Yanga wamepeleka barua, hakuna majibu. Yanga wameandika barua kwa maandishi, wamepelekea bodi Karia anakuja na maneno yale. Sasa hapo lack of communication. Kwa nini? Jaziba ya nini? Hivyo ingelikuwa Simba ndio wamepata kadhia ile, tugeuze. Karia angezungumza yale maneno. Kwa sisi tunaoamini kwamba yule bwana labda ni Simba, Karia angezungumza yale maneno. Asingezungumza za ajabu. Labda angeongea nao vizuri nzuri tu ya kupendeza. Lakini mimi naamini Yanga hawana ugomvi na Karia. Isipokuwa Karia kachafua hali ya hewa. Yeye ndo atafuta uhasama kwa Yanga. Sio uhasama kwenye mpira, unajua. Hivi mpira ni furaha. Mpira ni furaha. Mpira ni amani. Sasa hivi ndio ushabiki unatufanya mpira tunaufanya kama vita. Unakuta washabiki wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Watu tunalumbana kwa matusi, kwa hoja mbalimbali. Lakini hizi za babu zetu, kaka zetu waliotangulia, mpira ulikuwa ni amani na furaha. Ukimfunga mtani wako, watu mnacheka, mnafurahi. Ndio mpira unatakiwa namna hiyo. Lakini sasa hivi unaingia mpira kwenye kane. Tunaweza kusema kipindi cha Karia kimeleta mafanikio, lakini kipindi cha Karia vile vile kimeleta matatizo, kwa sababu watu wanapigana, watu wanavunja viti. Miaka hiyo ilikuwa hamna, watu wanavunja viti, watu wanawasha moto viwanjani, watu wanafanya ushirikina, watu wanafanya vitu vya ajabu, watu
eti TFF kwa mara ya kwanza pale nani uwanja wa Taifa geti linafungwa, meneja anafunga geti, alafu anatokea mtu wanakuja Simba wanaambiwa muingie, wanasema Yanga ndio waliofunga geti. Yanga ndio anakaa na fungo za geti. Hao mashabiki wa Yanga kama Mbabonza si ajabu labda walikuwa nje na Simba walikuwa nje. Sasa wamewazuiaje wale waingie? Sasa kuna vitu kama hivyo vinaleta sitofahamu, ndio vinasababisha mpira wetu sasa hivi tunaopoteza. Huko nje watu wamesikia nchi mbalimbali ambao wanaifuatilia dabi yetu. Wamesikitishwa, mbona dabi tulitegemea tuione? Dabi nzuri, dabi yenye kuvutia. Wamesikia sababu hizo za kitoto. Sio sawa kabisa. Yaani lazima tubadilike. Na TFF pamoja na bodi ya ligi wamepewa dhamana kubwa na nchi hii. Na FIFA imesisitiza vyama vya mpira viwe huru. Ndio maana serikali yetu unakuta haingilii. Isipokuwa serikali yetu ina zaidi kumotivate, yani inaboresha, inawapromote. Timu zetu zikifanya vizuri mama anaweka goli la mama. Timu ya taifa ikifanya vizuri mama anawapa mahela mengi, mamilioni miangapi sijui, tumeshinda kwenda AFCON mama amewapa hela za kutosha. Yani serikali wajibu inafanya hivyo. Lakini sasa kwa namna hii, hivyo mama mtamtia nguvu tena? Wanapata sifa TFF kwa sababu naye mama anaweka mchango. Anawapa motisha nani? Wachezaji wa timu ya taifa. Anawapa motisha wachezaji wa Simba. Anawapa motisha wachezaji wa Yanga wanaposhika kwenye mashindano ya kimataifa. Ndio nao wanapata sifa kupitia motisha ya mama. Mama rais ni mdau mkubwa kwenye hii michezo. Anasaidia heshima nchi yake ili iweze kurudi, iweze kujengeka kama nchi za wenzetu wanachukua vikombe vya Afrika, wanachukua vikombe vya dunia. Ndio hicho wanachokifanya. Sasa kama mama anajitoa mwanga, alafu nyinyi mmepewa dhamana kuongoza mpira, mnaanza kuwa na kutokuelewa. Unafikia hatua ya kuambia hivi, malalamiko ya mtu hayajabiwi kusema hivi, wewe kwa sababu mimi nakudai, basi na wewe unadaiwa. Hatujibu hivyo. Wewe jibu lile tukio lako linakukabili. Ndio majibu yanatokea hivyo. Shida kwamba kama wanavyosema kama ndio ulevi wa madaraka au sijui kapitiwa, maana yule binadamu unawezekana kapitiwa. Shida kuelewa, lakini inasikitisha sana kuona rais amekaa yule katoka safari tena hajapumzika hata siku mbili, hata siku moja, nafikiri siku moja tu ile mara kayafiatua yale maneno. Imesikitisha, tukasema vipi? Maki yategemea akae, aende kuonana na watu wa bodi, akimaliza kuonana na bodi, akakutane hata aseme basi ngoja nikutane na Yanga kupatana na msimamo wao. Na mimi nasema hata Simba alivyotoa lile tangazo hawaji kwenye mechi, lile lilikuwa tishio. Wataka kuangalia reaction ya bodi inafanyaje. Na bodi wakaingia kwenye 18 za Simba. Wakaingia kwenye mfumo. Wameingia kwenye mfumo, wametoa barua, wamesitisha mechi. Sasa utafanyaje? Kwa hiyo inasikitisha. Una kipi cha kuongea cha kumalizia na kuwashauri kwenye sakata ile ambayo limetokea la TFF? Mimi nafikiri bado TFF kupitia bodi yake wana muda mzuri kabisa wa kukaa na uongozi hata wa Yanga kulisuluhisha hilo jambo. Wana muda wanao. Muda wanao. Lakini kama watakuwa labda wanafanya kiburi, Yanga wakaenda kunako stahili kutafuta haki yao, inaweza katokea mambo ambayo hayafurahishi. Inaweza katokea mambo makubwa mazuri. Kwanza tutajivunja heshima, tutajaribia heshima yetu. Kwa sababu mfano tunakuja kufungiwa au wale wanafungiwa. Kwa sababu yani vinavyoendelea, yani inatakiwa bodi wawe makini. Unajua kuna matukio mengi yanafanyika, hivi vilabu vinavumilia. Simba, Yanga, Azam, hizo timu zingine. Yani kuna waamuzi wanaleta shida. Kuna mambo ya hayo ya nje ya uwanja. Kama yale mambo yaliyofanyika pale uwanja wa Taifa siku ile Simba wanagoma, yani mambo ya nje ya uwanja. Imani tu watu wametengeneza mazingira ili mradi kitokee vile. Na bodi ingelikuwa kweli imesimama kwenye msimamo wake. Kama mwenyekiti wa bodi alivyoweka msimamo kusema jamani, bodi mechi iko pale pale. Simba wameweka msimamo jamani, mechi iko pale pale. Msipokwenda shauri yenu, lakini mechi iko pale pale. Unafikiri Simba singeenda? Wakaenda kucheza. Na si ajabu labda wangeshinda Simba. Lakini wenyewe wakaingia kwenye mfumo wa nani, Simba bodi imeingia kwenye mfumo, yametokea yale. Sasa uliona bodi gani? Bodi ya masaa 72 mpaka leo. Tukio limetokea ndani ya masaa 72 ukutane imalize. Mpaka leo kibi.
Hiyo sasa hiyo bodi ya wao wajumbe. Mbona ile ya dharura walitishana haraka haraka? Hii mbona imechukua muda? Mtihani. Mbona imechukua muda? Kwa nini singekuwa nani? Ya muda mfupi wa nani? Yani ulasimu ni kuchelewesha maamuzi. Kuchelewesha tu maamuzi yasiokuwa na sababu. Na majibu wanayo. Wanachelewesha maamuzi. Kwa hiyo hicho ndio kinachokosti mpira wetu sasa hivi. Tunaingia kwenye hatua ambazo hazifai. Na mimi kusema ukweli naipongeza klabu ya Yanga, wamekuwa na msimamo. Na sisi kama wana Yanga vile vile tunaunga mkono maamuzi ya kamati ya utendaji wa Yanga. Sio maamuzi ya engineer ACR. Yale ni maamuzi ya kamati ya utendaji ambayo sisi tumewapa dhamana kama wanachama watusimamia klabu yetu. Tunawapongeza kwa msimamo walioweka. Kwa hiyo bodi wao watoe majibu yao ni nini mpaka sasa hivi? Au ndio nini? Nimemsikia Boimanda anasema wanawasiliana sana na Yanga. Sasa wanapowasiliana wanapewa maneno gani? Au wanaambiwa nini? Inawezekana mnawasiliana tu kirafiki lakini wanaambiwa nini? Na ndio maana mpira wetu unaharibika, ule urafiki haupo. Uliona wakati ule Yanga wameandaa ile futari pale, watu waende kwenye ile futari. Watu wa Simba wakaanza kulalamika, mzee Saidi ameenda pale. Wale wananjaa, sio nini na nini. Yaani mpira hatujafikia hivyo. Mbona kuzika tunazikana? Watu wanaenda kuzika mchezaji wa Yanga, shabiki wa Yanga kafa, Simba wanashiriki, sisi Simba Yanga tunashiriki kwenye mazishi mbalimbali. Mbona tunasema hatuendi kufuata ubwabu wa msibani? Maana tunasema tunafuata ubwabu wa msibani. Sisi ni ndugu. Simba wametoka kwenye ubavu wa Yanga. Sisi ni ndugu, nasema ni ndugu zetu. Tena ndio ndugu namba 1 kuliko wao wanaosema. Bwana mzee, shukrani sana kwa muda.